Bwana Yesu asifiwe sana. Nakusalimu kwa jina la Bwana Yesu, na mimi nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Siku ya leo tutaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 12 na mstari wake wa 9. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amen. Tutaenda kuomba. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili ya siku ya leo. Ulibariki Baba ndani ya mioyo yetu, ipate nafasi na kuzaa matunda ya kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ambayo Paulo aliandika, mtumishi wa Mungu, na alikuwa na shida fulani, alikuwa na kitu kilikuwa kinamsumbua, lakini aliomba Mungu. Biblia inasema kwamba aliomba Mungu mara 3 na Mungu akamwambia kwamba uweza wangu unajidhihirisha katika udhaifu. Na Paulo akasema ya kwamba sasa anajisifia kwa sababu ya udhaifu, kwa sababu wakati anapokuwa dhaifu ndio anakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunaweza kupitia katika hali ambao unajiona kwamba haufai, unaona kwamba labda mambo ambayo umeitiwa kufanya, kazi ambayo umeitiwa kufanya, unaona kwamba iko ngumu kwako, na unaona kwamba unajidharau, unaona kwamba hauwezi. Lakini ujue ya kwamba wakati unapokuwa dhaifu, mpatie Mungu. Amen. Mungu ambaye amekuumba anajua kujidhihirisha katika ile udhaifu ambao unakuwa nayo. Bwana asifiwe. Paulo aliitwa kufanyizia Mungu kazi, na wakati ambapo Mungu alimwambia kwamba katika udhaifu wangu nguvu zangu zinajidhihirisha, Paulo hakujali tena ile udhaifu ambao alikuwa nayo, na akamfanyia kazi Mungu zaidi na zaidi. Na akasema kwamba anajisifia kwa sababu ya udhaifu ambao anakuwa nayo. Bwana asifiwe. Hii inamaanisha ya kwamba katika hali yote umeitwa, inabidi ujipe moyo tu na ujue kwamba umeitwa na Mungu na Mungu anakupenda. Amen. Ukiangalia jinsi gani Mungu alivyomuita Musa, Musa hakuwa anajua kusema vizuri, na Mungu akampatia charge kubwa, akamuita ili kwamba aondoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani. Ilikuwa jambo kubwa hilo, jambo kubwa, lakini na kulikuwa watu wengi ambao Mungu angewezeka kuchagua Waisraeli ama watu aina yote, lakini Mungu akamchagua Musa ambaye alikuwa na udhaifu wa kusema. Mungu akamchagua Musa na akamwambia kwamba aende kumwambia Farao kwamba aache watu wake waende kumtumikia. Bwana asifiwe. Musa akamwambia Mungu kwamba nina shida ya kusema, ina nini. Mungu akasema kwamba uende na nitakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Na Musa ukiangalia amefanya mambo makubwa. Mungu alimtumia pamoja na hiyo udhaifu alikuwa nao wa kusema, lakini kwa hali ya ajabu Mungu amemtumia. Bwana asifiwe. Mungu hajali kwamba wewe mimi sina masomo, mimi sikusoma, mimi sina elimu hii, mimi sikufanya hiki na hiki mu maisha, siwezi kufanya hiki, sina pesa ama sina nini. Wewe kubali wito wa Mungu ambaye amekuita kufanya. Kubali tu na utaona kisi gani Mungu atakavyojidhihirisha. Bwana asifiwe. Wakati wote tunapojiona ya kwamba hatuwezi, tu wakati Mungu anajidhihirishaga. Alimwambia Gideon alikuwa mtu ambaye alikuwa anajidharau na alikuwa na woga sana katika Agano la Kale, na Mungu siku hizo walikuwa wanaonelewa sana na nchi zingine, wana wa Israeli. Na Biblia inasema kwamba Mungu akamwita Gideon akamwambia kwamba Gideon aende kuokoa wana wa Israeli. Gideon akaanza kujitetea, akasema si tuko masikini, tuko hivi na hivi,
lakini Mungu akamwambia uende kwa uweza wako huu na utaokoa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Na utaangalia wakati gani Mungu akajidhihirisha kwa Gideon, na wakati Gideon alipokusanya watu wengi kwenda kupigana vita, Mungu akamwambia kwamba hao ni wengi, wapunguze. Tena akamwambia mara ya pili wapunguze mpaka wakakuwa kama 300, na jeshi kubwa kama mchanga wa bahari walikuwa hapo wakingojea kupigana na wao. Lakini kwa wale watu 300 Mungu akajidhihirisha, kwa sababu Mungu alimwambia Gideon ya kwamba sipendi wana wa Israeli wakuje kusema kwamba wameshinda vita kwa nguvu zao. Mungu wakati wote anapendaka kwamba haonekane mwenye nguvu katika maisha yako, katika maisha yetu. Ndio maana usijione kwamba haufai kufanya kitu hiki ama kufanya hii huduma ama hii kazi ambayo Bwana amekuitia kufanya. Usijidharau, jua kwamba Mungu iko pamoja na wewe, na uwezo wake wakati wote unaonekanaga, unajidhihirisha katika udhaifu. Wakati wote unapokuwa dhaifu ndio una nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kitu kama una Mungu, una Bwana Yesu katika maisha yako, na Roho Mtakatifu atakutia nguvu. Amen. Na utaweza kufanya ile ambayo Bwana amekuitia kufanya. Ujue kwamba pamoja na Mungu uko majority. Amen. Pamoja na Mungu unaweza ya mambo yote katika yeye anayekutia nguvu. Na wakati wote unapojua kwamba si kwa uwezo wangu, lakini ni kwa uwezo wa Mungu, utafaulu. Ndugu yangu na dada yangu, jua kwamba si kwa nguvu zangu. Amen. Na wakati unapojua kwamba si kwa nguvu zangu wala si kwa uwezo wako, unajizidi mbele za Mungu. Mungu anapendaka wakati unapojizidi. Tunasema kwamba Mungu, siwezi kitu bila wewe, unisaidie. Siwezi kufanya jambo hili bila wewe, naomba msaada wako. Ndio hapo msaada wake unapoonekana. Lakini unaposema kwamba naweza iko, naweza kufanya hii, naweza kufanya hiki kwa akili zako, mara nyingi unaweza kushindwa. Kwa sababu gani? Kwa akili, Biblia inasema kwamba kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Hakuna atakayeshinda kwa nguvu. Mungu anapenda umwachie, usitumie akili zako, mpatie yeye. Anajua kila kitu, anaweza kufanya mambo yote. Amen. Jishushe, shusha akili zako chini, mpatie yeye. Mwambie Mungu, mimi siwezi bila wewe, unisaidie. Amen. Na atakusaidia kila siku katika maisha yako. Utaona nguvu zake kila siku katika maisha yako. Wakati tunapomwachia yeye, tunamwambia Mungu, kwa nguvu zangu siwezi, na kuhitaji, nahitaji msaada wako. Amen. Na utaona jinsi gani kila wakati, kila siku utakuwa na nguvu mpya ya kufanya mambo makubwa yale ambayo Mungu alikuitia kufanya. Usikimbie huduma ya Mungu, usijifiche kusema kwamba hauwezi. Unayaweza yote katika yanayekutia nguvu. Bwana Yesu atakusaidia. Na unapokuwa dhaifu ndio una nguvu. Unapojiona kwamba haufai, unapoona kwamba hili siliwezi, ndio pale utaona nguvu za Mungu. Unapomwachia, unamwambia Bwana, nisaidie, niwezeshe. Sina nguvu bila wewe, lakini naweza yote katika wewe unayenitia nguvu. Na utaona kushinda kila siku ya maisha yako. Usijidharau. Mungu wakati utalitumika na watu ambao walikuwa na udhaifu mwingi, walikuwa na udhaifu, lakini nguvu zake zikaonekana katika udhaifu. Na leo tunawasema watu hao walikuwa wa hero, walifanya mambo makubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliachia Mungu awasaidie, walimpatia Mungu, walikubali, walimwamini Mungu, waliamini nguvu za Mungu, na wakasema tutayaweza, tutayafanya katika yeye anayetutia nguvu. Bwana sifiwe. Maisha yako kila wakati utashinda tu wakati wote unapojua kwamba una yeye anayekutia nguvu, na unapoona kwamba anakuwa na nguvu katika udhaifu, nguvu zake zitaonekana kila wakati katika maisha yako. Basi Mungu akubariki na ujipe moyo, wala usijifiche, wala usikimbie huduma ya Mungu. Yale ambayo Bwana amekupa kufanya, uyafanye. Yale ambayo Mungu ameweka moyoni mwako kuyafanya, umpatie yeye. Mwambie Bwana, nakupatia, nataka kufanya jambo hili, unisaidie. Yale ambayo Bwana amekupatia kufanya, uyafanye. Yale ambayo Mungu ameweka ndani yako, ndani ya moyo wako kufanya, jua kwamba una yeye
ambaye anaweza mambo yote. Amen. Na katika udhaifu wako nguvu zake zitadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu akubariki kwa ajili ya neno hili. Naamini kwamba utakuwa na nguvu na utafanya mambo makubwa yale ambayo Mungu amekuitia kufanya katika maisha yako. Mungu akubariki, na baadaye tutaonana siku nyingine katika mapenzi ya Mungu wetu. Amen.